Watu wengi huwa hawajui kwamba unaweza ukafanya kipimo cha mimba cha mkojo na kikakupa majibu ya uongo kabisa. Ndiyo, yani kile kipimo kinaweza kikakuonyesha kwamba una ujauzito wakati hauna ujauzito, au kinaweza kikakuonyesha kwamba hauna ujauzito wakati ujauzito upo. Sasa hili swala la kuonyesha kwamba ujauzito hauna wakati ujauzito upo ndo linaweka wanawake wengi kwenye mkanganyiko, kwamba mtu anaendelea na maisha yake ya kawaida akijua kwamba hana ujauzito. Imetokea amepata changamoto ya afya, ameenda hospitali, ametibiwa, amepewa dawa ambazo kimsingi huwa zinaathiri ujauzito, anajikuta ameingia kwenye adha ya mimba kuharibika au anapata miscarriage wakati alikuwa hajui hata kama ana ujauzito. Damu zinatoka, maumivu makali ya tumbo. Ukweli ni kwamba kile kipimo hakiwezi kuonyesha mimba changa. Sasa tunaliepukaje ili janga la kuwa na ujauzito na usijue? Kuna dalili moja ya msingi ambayo huwa yenyewe inaweza ikatuonyesha ujauzito kuanzia siku ya kwanza. Tukiwa makini, dalili tunaweza tukaipata na unaweza ukajua kwamba una ujauzito mapema kabisa bila kutumia kipimo cha aina yoyote. Wakati ujauzito unakaribia kutungwa, kizazi huwa kinajisafisha kuanzia kwenye mji wa mimba, kwenye mlango wa kizazi mpaka kwenye uke kwa huko nje. Hii ni hatua ya mwanzo kabisa ya ujauzito kutunga. Kwa hiyo moja kati ya dalili ambayo mwanamke ataiona kuanzia siku ya pili mpaka ya tatu baada ya kuwa amebeba ujauzito ni kwamba uteute ambao unakuwa unatoka sehemu zake za siri huwa unaongezeka. Tumesema kwamba akiwa kwenye siku za hatari anatoka ule ute wa ovulation. Ute wa ovulation huwa unakuwa mweupe kama maji ya yai. Sasa ule ute mweupe ambao ulikuwa umetoka kipindi cha ovulation, saizi unaongezeka, unakuwa mwingi zaidi. Lakini vile vile kunakuwa hakuna miwasho, hakuna maumivu wakati wa tendo, hakuna maumivu wakati wa haja ndogo, hakuna kuvimba kwa mashavu ya uke, wala hakuna harufu. Hizi dalili tano nilizozitaja ni dalili ambazo zikionekana, ikitokea ute umeongezeka sehemu za siri, zinaweza zikawa zinaashiria kuna magonjwa mengine. Mara nyingi fungus wa sehemu za siri, magonjwa ya zinaa kama gonorea, kaswende, lakini pia inaweza ikawa inaashiria kama kuna PID, inaweza ikaashiria kama kuna UTI, inaweza ikaashiria kama kuna Bartholin cyst au Bartholin abscess, na maanisha kuvimba au kutunga usaha kwa tezi ambazo ziko kwenye mlango wa uke. Kwa hiyo hii dalili mwanamke anaweza kaiona kuanzia siku ya pili mpaka ya tatu, na ndio siri kubwa ambayo inaweza kumsaidia mwanamke kujua kama amebeba ujauzito au hajabeba ujauzito. Ukilitambua hili unakuwa tofauti